Machi 8 Jumamosi, mwaka wa 2025. Karama za Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza 12:3. Kwa hiyo nawaambieni, hakuna mtu anayesema kwa Roho wa Mungu anayesema, Yesu alaaniwe, wala hakuna awezaye kusema, Yesu ni Bwana, isipokuwa kwa Roho Mtakatifu. Kuna ushahidi 5 kutoka kwa Biblia ambao remnant lazima wajue kikamilifu. Kupitia ushahidi huu, ni agano gani ambalo ninyi, remnant, mnapaswa kushikilia? Kwanza ni sikukuu 3 ambazo Mungu alitoa kule jangwani. Waisraeli walivuka jangwa wakiwa wameshikilia Pasaka ya wokovu, kukusanywa kwa kazi za Roho Mtakatifu na kujazwa na Roho Mtakatifu, pamoja na kupata nguvu za kiroho kutokana na nguvu za Pentekoste. Pili, ni agano ambalo lilitolewa wakati wa kuabudu sanamu. Njia ya kushinda zama ya kuabudu sanamu ni kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Tatu, ni agano ambalo lilitolewa kwa Waisraeli waliporudi nyumbani kutoka matekani na ujenzi wa hekalu uliposimamishwa. Mgogoro unaokuja kwako na kanisa lako hauwezi kutatuliwa kwa nguvu zako mwenyewe. Inawezekana tu kwa Roho wa Bwana. 4, ni agano ambalo lilitolewa wakati Waisraeli walipotawaliwa na Roma. Juu ya mlima Kalvari, Kristo alitimiza ahadi yake. Alikupa agano la ufalme wa Mungu na karama ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Watu wa Kiyahudi na Warumi hawakuweza kulishinda kanisa la kwanza lililoshikilia agano hili. 5, ni lazima upokee kipawa cha Roho Mtakatifu ambacho kilitayarishwa na Mungu. Kisha utapokea kabisa uwezo wa kuokoa ulimwengu. Amini agano hili na uombe, maana Mungu alisema amini kuwa umepokea ulichoomba. Utapokea nguvu za kiroho kabisa na mwishowe utajiokoa mwenyewe na ulimwengu. Ombi la agano. Mungu Baba, naomba niombe kwa imani na kufurahia karama za Roho Mtakatifu ulizonipa. Ninaomba katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Amen.